Pilato kuelekea kwenye mchezo muhimu Young Africans ugenini dhidi ya FAR Rabat amethibitishwa kuwa ni raia kutoka Afrika Kusini, Abongile Tom. Huyu ni mwamuzi ambaye wengi mtakuwa mnamfahamu, na nimeona hata baadhi ya watu kipindi ambacho alikuwa anasimamia baadhi ya mechi pale Morocco kwenye michuano ya AFCON, kulikuwa kuna positive review kuhusu mwamuzi. Hakuwa, yani watu wengi walikuwa wanaridhishwa na style yake ya uamuzi na kila kitu. Sasa mimi nataka tujaribu kuangalia hapa sifa yake kama mwamuzi anapokuwa uwanjani, lakini ni kwa nini specifically ameonekana kuwa ni mwamuzi ambaye anaweza kwenda kuwa sahihi kwa muktadha wa mchezo ambao Young Africans ni kufa huko pole, naweza nikasema. Yaani ni mchezo wa hatua ya makundi, lakini kwao pamoja na FAR Rabat huu ni mchezo ambao unaweza kuwa na stake kubwa sana kwenye namna ambavyo maamuzi ya mwisho yatapatikana kwenye nani ambaye ataweza kufanikiwa kupita kwenye hili kundi B. Sasa kwanza Abongile Tom, unapomzungumzia Abongile Tom unazungumzia miongoni mwa waamuzi bora kabisa katika bara la Afrika, na huyu ni mwamuzi ambaye FIFA wanamwamini kwa kiasi kikubwa sana. Unaweza kuona kwamba hata katika michuano kwa mfano kama ya CAF kwenda kupata mechi za knockout kwenye hatua ambazo tayari ni za maamuzi, unaweza kuona kuna baadhi ya games amekuwa akipewa, na sio tu kupewa, hata maamuzi makubwa ambayo amekuwa akiyafanya kwenye hiyo michezo kwa zaidi ya 100% unayaona kabisa kuwa ni justified. Zipo kadi nyekundu zimetoka kutoka kwake kwenye baadhi ya mechi ambazo zilikuwa ni za maamuzi, lakini ulikuwa unazielewa kwa 100%. Na binafsi kwa utafiti ambao niliufanya sikuona malalamiko yoyote kwa wale ambao walijikuta wanasimamiwa na huyu mwamuzi mwisho wa siku. Lakini FIFA pia kumwamini kwake huyu mwamuzi ni kwenye namna ambavyo pia wamekuwa wakimpa hata mechi za michuano ya kombe la dunia chini ya umri wa miaka 20. Hizi ni mechi ambazo kwa kiasi kikubwa sana ndio hivyo kama tulivyokuwa tunaona kwenye AFCON, ni mechi za maamuzi. Yani kuna muda inafika lazima mmoja abaki, mmoja avuke. Hizi ni mechi ambazo Abongile Tom amekuwa akizisimamia kwa kiasi kikubwa sana. Sasa mwisho wa siku hii ni tafsiri ya mwamuzi ambaye anaaminika kwenye kusimamia michezo ambayo inaweza ikawa ni ya maamuzi mwisho wa siku. Na muktadha wa mechi ya FAR Rabat dhidi ya Young Africans unaweza kuwa ni muktadha wa mechi tu ambayo bado ni ya kwenye makundi, lakini ukweli ni kwamba hii ni mechi muhimu sana kwa FAR Rabat kupata matokeo kikamilifu, lakini pia kwa upande wa Young Africans kupata matokeo kikamilifu. Sasa mimi nataka tujaribu kuangalia pia miongoni mwa sifa zake Abongile Tom kutokana na rekodi yake kama mwamuzi. Kwanza, huyu ni mwamuzi ambaye ana wastani wa kutoa kadi 4 za njano kwenye kila mchezo. Yaani throughout career yake kama mwamuzi takwimu zinaonyesha kwamba 3.98 ambayo ni sawasawa na 4 ndio idadi ya kadi za njano ambazo Abongile Tom huwa anazionyesha kwenye michezo ya kiushindani ambayo huwa anaisimamia. Idadi ambayo ni ya wastani, sio idadi kubwa, sio idadi ndogo. Kwa hiyo tafsiri unayoipata hapa ni kwamba huyu mwamuzi sio lenient sana, sio mwamuzi ambaye kila kinachofanyika basi atakiacha tukipite, lakini pia sio mwamuzi ambaye atafumbia macho baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikawa vinahitaji mwamuzi kuingia kati na kuviamua mwisho wa siku. Na kwa muktadha huo tutegemee kwa kesi ya Young Africans dhidi ya FAR Rabat kwa sifa ya huyu mwamuzi kwenye hasa namna ambavyo amekuwa akizitoa hizi kadi za njano kwa maana ya wastani wa kadi 4 kwenye kila mchezo, maana tegemea mechi ambayo itakuwa ni tough lakini haitokuwa rough. Unajua kuna mwisho wa siku waamuzi pia wanatofautiana kwenye sifa za kuiongoza michezo tofauti. Kuna waamuzi matukio ambayo yanaweza kawa ni tough tu, ambayo yanaweza yasihitaji wao kuingia kati na kufanya chochote. Wapo waamuzi wanapuliza firimbi zao na mwisho wa siku wanaweza kawa wanaua momentum ya mchezo katika utaratibu wa namna hiyo. Lakini wapo waamuzi pia ambao wao mpaka waone rafu kabisa imeingia, yani kwamba sasa kila kinachofanyika kwenye upande wa tafu huku wao is okay, lakini mpaka ikija ikiingia rafu unaona kama wanakuwa wanaamua zaidi. Lakini kwa mtu kama Abongile Tom, manake of course anaweza kujua namna ya kumanage situation ambazo mechi itakuwa ni tough tu, wachezaji watakuwa wanaingiana sana kwenye duels, vitu ambavyo ni vya kawaida kwenye mpira, mchezo ambao ni wa kugusana mwisho wa siku, lakini atakuwa ana balance manake baina hii kuwa ni tough na hii kuwa ni rough. Kwa hiyo huyu ni mwamuzi ambaye haendi kuwa momentum ya mchezo. Yaani mnaweza mkawa mnafikana hivi vya kutosha kiasi kwamba mpaka pale ambapo wataona kuna haja ya kuingia, na hata wewe ambao utakuwa unatazama mpira utaona kabisa kwamba pengine hapo mwamuzi kaingia kwa sababu haja ya kuingia ipo. Sio kwa sababu tu kila mgusano unaotokea basi mwamuzi anatakiwa naye kuwa na nafasi ya kushiriki kwenye kuamua hilo tukio. Lakini mwisho wa siku ametoa penalti 27 kwenye karia yake. Pia Abongile Tom takwimu zinaniambia kwamba ametoa penalti 27, wastani ambao ni wa kawaida. Pia ina maana huyu sio mwamuzi ambaye unategemea kwamba maamuzi makubwa kwenye mechi zake ndio yanakwenda kuamua mchezo. Hapana,
tofauti na baadhi ya waamuzi ambao wanakwenda labda kuzungumziwa kwa maamuzi ambayo wameyafanya. Bongile Tom sio maamuzi wa aina hiyo. Ni mwamuzi ambaye kwa kiasi kikubwa sana mechi yenu itajishape yenyewe kutokana na jinsi ambavyo mtakuwa mmejiandaa kwenda kuikabili. Matukio ya kiufundi ambayo mtakuwa mnayafanya, namna ambavyo mtakuwa mnajaribu kufika kwenye baadhi ya maeneo, yeye kazi yake itakuwa ni kama vile kusimamia mtiririko wa mchezo ambao utakuwa ni salama kwa wachezaji, lakini sio kwenda kutoa maamuzi ambayo yanaweza kwenda kushift mzani wa mchezo kwenda kwa mmoja na sio kwa mwingine. Lakini mwisho wa siku pia hatutegemei maamuzi makubwa yenye shaka kutoka kwake. Mara nyingi hata anapokuwa ni mwamuzi ambaye anakwenda kuonyesha kadi nyekundu kwenye mchezo au hata kutoa mkwaju wa penalti, almost always inakuwa justified. Almost always inakuwa justified. Unaona kabisa mantiki na kihalali maamuzi yake yanakuwa yanakubalika na walio wengi wanaotazama michezo ambao wanakuwa wanaisimamia. Kwa hiyo huyo bwana ndo Bongile Tom, mwamuzi ambaye Young Africans watakapokuwa uwanjani siku ya Jumamosi atakuwa anasimamia mchezo wao dhidi ya FAR Rabat akiwa ugenini. Mwamuzi ambaye anaonekana ni sahihi kabisa kwa ajili ya mchezo kama huu kutokana na uwezo wake wa kuweza kuhandle michezo yenye pressure, lakini kuwa ni mwamuzi ambaye ametulia mchezoni. Kwa wale ambao wamebahatika kumtazama Bongile Tom akiwa anasimamia michezo tofauti tofauti, sio mwamuzi ambaye anatetereshwa, yani wachezaji hawawezi kumtia pressure yule jamaa. Anaonekana ni mwamuzi ambaye yuko calm, anajua anachokifanya, anajiamini. Unajua ukishakuwa unajiamini, alafu ukishakuwa unakwenda kwenye mechi kwa lengo la kufanya kazi ile kupeleka, pressure ya wachezaji pamoja na viongozi na benchi la ufundi huwa haikuingii. Yaani wewe unakuwa unatarajia kwamba lile ni joto la mchezo kwa upande wao, lakini wewe una kazi ya kuifanya na unaifanya kikamilifu.